Kwa hiyo mkiona mtu ameshusha mapanga na kutangaza amani, mnatakiwa msupport ile amani, mfurahikie, sio mkandamize kuona kama labda akakosea. Kwani Harmonize leo hii akiomba suluhu kwa Diamond kuna ubaya gani? Kwa asilimia ngapi kwa jinsi ambavyo jicho lako limeona na sikio lako limesikia? 100. Kuna kitu cha kuambia mashabiki wa Wasafi kwa sababu ya uzinduzi wa sabuni hii? Tusupport harakati za wasanii wetu. Lengo kuu, msanii anapokuwa msanii mkubwa lazima alete mambo kwa ajili ya kunufaisha jamii. Kwa hiyo moja ya support kubwa kwa jamii ni kununua bidhaa zake. Inatosha. Okay. Sawa. Na tumeangalia biashara nyingi za Diamond huaga zikianza zinaanza vizuri lakini zinakuja kupotea sokoni. Nini hasa inakuwa sababu? Kuna zingine zinakuwa partnership. Okay. Kwa mkataba unapomalizika, kwa shughuli nayo inakuwa inaisha. Lakini hii ni yake. Okay. Hii ni Wasafi wenyewe. Mashirikiano ya kibiashara kabisa. Na sio partnership. Kwa maana hii itaendelea kuwepo. Okay. Yeah. Kwa maana tusubirie mapokeo mengi sana kwenye hii sabuni, tofauti na Diamond Karanga, tofauti na zile biashara nyingine ambazo Diamond aliwahi kuzianzisha. Unajua mwanzo unapokuwa unaanza unaweza ukawa unatumika. Afu na wakati unaiona nguvu yako kwamba sihitaji tena kutumika, nataka nijitumie mwenyewe. Kwa from now nafikiri nafikiri mbona kwenye Wasafi Bet mpaka leo bado ipo na inaendelea kufanya vizuri. Toka nafikiri somo kubwa alipata pale kwenye ile Diamond Karanga, si ndio? Alipata somo kwamba ana nguvu kiasi gani baada ya kuona manufaa ya Diamond Karanga. Kwa baada hapo ameamua kuwekeza sasa kwenye nguvu zake binafsi, sio kwa ajili ya nguvu za watu. Na shughuli ya leo imegharimu kama shilingi ngapi kukamilisha shughuli yenyewe? Jinsi ambavyo mwaliko wa watu na vitu kama hivyo mpaka watu. Kwa kweli hiyo sifahamu, lakini ndani kabisa imesikia kama 100. Sasa hizo nyingine sifahamu. Hii kama 100 ndio kwa sababu kuna mapambo, kuna mambo kibao yanafanyika, vitu vingi. Unajua mara nyingi hivi vitu vidogo vidogo hivi vinakula sana pesa. Kumbe wote kupamba huu ulete mandhari nzuri, kila mtu mvutie maviti, vyakula manini. Sema buffet. Watu takriban 600 na wote wamekula. Si jambo dogo. Na sahani moja tu kwa shishi pale muulizie kwa mtu mmoja. Au umepunguza? Ni 10,000. Hiyo ilikuwa mwaka jana. Sasa hivi bei gani? Muuliza bei pale. 10,000. Basi piga mahesabu utaona wenyewe inapokuwa. Okay. Sawa. Mimi natamani tuzungumzie swala zima la iftar. Tumeona Diamond kaalika watu wengi sana ikiwepo wakina Mtume Mwamposa, nao pia mmoja kati ya watu ambao walikuwa invited siku hii ya leo. Labda kwenye hiki ambacho Diamond amekifanya kumuinvite Mtume Mwamposa kwenye iftar, kulikuwa kuna kosa lolote alilolifanya kwa upande wako? Unajua innamal a'malu binniyati. Naam. Unajua Diamond ni msanii. Msanii anakuwa yupo kwenye kategori moja, shaba mzuri. Na kuna jambo umetaka kulifanya la kibiashara, lakini limeangukia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa maana kuna vitu kuna futari, alafu kuna biashara ambayo inafanyaje imesuburia. Kama umeangalia hapa ile jambo husika kabisa ambalo kubwa la kufuturisha ilimhusu shekhe wetu Sheikh Walid, si ndio? Ndio. Baada hapo Sheikh Walid unamwona ndani? Hapana, hayupo. Aliondoka mapema sana. Yale mambo ambayo ya kidini kufuata protocol swali ndani watu msturu ndani ndio. Baki sasa mambo ya kibiashara. Sawa mzuri Uko uwezi kufanya sababu zamani shazia biashara kama hizi tazindwa na music manini. Hii kwa kipindi gani? Sawa mzuri hiki ni kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo lazima ufuate protocol na sheria inavyotaka. Kwa tumekwenda kwa utaratibu katika mfungo wa Ramadhani. Tunafuata utaratibu, watu wameswali magharibi, watu wamesoma Qur'an ndani, watu wamefuturu. Sasa wale wanasema anzila nasi manazila wake kwa nafasi zao. Sasa wale wenye mamlaka yao sasa tumwambia jamani sasa ruksa tubaki tumendelea kibiashara. Kwa hiyo kuna wengine wale aliko kibiashara ya hichi ambacho tuchokifanya baada ya iftari. Kuna wengine wale aliko kwa ajili ya iftari. Sawa mzuri. Kwa hiyo wakati mwingine tusio hukumu tu, wakati mwingine natakiwa tusupport vitu vizuri. Tusikae upande wa kwa nini. Mdo wengine tuwe upande wa kusupport, sababu leo hii hawa wasanii wanapozidi kufanya makubwa kama haya ndipo ajira zinapozidi kuongezeka kwa watu wengi. Naam. Sasa tuliona kwenye mtandao Harmonize akimshukuru Diamond kwa baada ya kutoa msaada kwa ajili ya msikiti, na akasema kwamba msikiti ambao uko Tandaimba ataenda kuupa jina la Diamond kwa maana ya Nasib. Comment yako ni ipi baada labda kama umepata hizo taarifa na kuona kwa Harmonize na watu ambao wanaamini kwamba Diamond ni mtu ambaye huwa anatoa sadaka kwa watu
mbalimbali na sehemu mbalimbali. Comment ni jambo jema. Unajua anasema al-muslim akhul muslim, Muislamu ndugu yake ni Muislamu. Kwa ukiona kitu cha Kiislamu na farahana, basi si jambo jema. Kwa ukiona kuna suluhu inapatikana, nataka tufurahi. Na wakati mwingine ili wasanii wetu wasonge mbele, lazima washirikiane. Bideli wanasema music ni biashara. Ugomvi wa music hautakiwi wa bifu ambao haina msingi kama ile ya mashabiki. Kwa nini umpende Diamond? Simpendi kwa sababu ugomvi wa music unatakiwa uwe kibiashara. Kwa maana gani? Kuna wakati biashara ya Harmonize ili asonge mbele itamhitaji ampate Diamond Platnumz. Sasa utampataje ikiwa ni adui yako? Na wapo wasanii wengi wanashindwa kuvuka boda kwa sababu yupo mtu ambaye atakisha kwa daraja. Sasa ukijenga naye beef, utaweza kufika mafanikio yako. Kwa muda mwingine lazima uangalie kwamba huu ndo msingi, na huu ndo mtu sahihi wa mimi kunifanikisha kufika ninapotaka mimi. Kwa hiyo tutoe hizi beef ambazo hazina msingi. Na nyinyi waandishi wanatakiwa msupport mambo mazuri ya wasanii wetu, msupport amani, msupport upendo, sio maugomvi ambayo hayana msingi na wote. Kwa hiyo mkiona mtu ameshusha mapanga na kutangaza amani, mnatakiwa msupport ile amani, mfurahikie, sio mkandamize kuona kama labda akakosea. Kwani Harmonize yule yeye akiomba suluhu kwa Diamond kuna ubaya gani? Hakuna ubaya. Jambo jema Kama ndo mzazi wake katika industry, ni mtu ambaye kamchukua, katrain, kamtoa mpaka hapo alipofika. Shamba mzuri. Kwa hiyo ni jambo jema kuona hivyo. Kwa tukae upande mzuri, sio upande mbaya. Mimi nikutakia usiku mwema. Asante sana. Mke wangu.